Bwana aliyeketi pande za kaskazini, maana Baba wa rehema akasema ya kuwa nitainua kiti changu juu kuliko kiti cha Bwana upande wa kaskazini, naye akatupwa mpaka nje na chini kabisa upande wa mwisho wa dunia. Baba wa rehema, tunatukuza jina lako kwa ajili ya siku ya leo tena, maana uko tayari kusema nasi Bwana. Tuseme nini juu ya matendo yako makuu? Tuseme nini juu ya maneno yako mazuri? Tuseme nini juu ya maarifa yako Bwana? Neno lako Baba wa rehema ni kila kitu katika maisha yetu. Neno lako ni uponyaji. Baba wa rehema, neno lako ni uumbaji tena upya. Ituumbe tena upya Baba. Asante, maana hata leo Baba watakatifu wako wako tayari Bwana, waliopo katika eneo hili mahali palipowekwa jina lako, na waliopo mbali wanayetufuatilia Bwana. Umbali Baba haina kitu, maana Baba wa rehema wewe ni yote katika yote. Asante Baba kwa ajili ya Roho Mtakatifu ambayo ni nafsi ya tatu ya uungu. Na Baba asante, maana utasema na watu wako kupitia kwangu, katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini, na kila mtaseme amen. Amen. Jana tukawa tumeenda mpaka sura ya 31, na nilikuambia ya kuwa kuanzia sura ya 25 mpaka sura ya 31 Musa anakuwa amepanda juu ya mlima, naye anakuwa anapokea maagizo ya kutengenezwa. Mungu anamwambia Musa ya kuwa waambie wakatengeneze maskani, nami nitakaa katikati ya watu wangu. Nilikuambia ya kuwa katika Agano la Kale Mungu alikuwa ni Mungu aketie katikati ya watu wake. Maana ile hema ya makutano na maskani ilikuwa inakaa katikati, na wana wa Israeli walikuwa wanaizunguka ile hema ya makutano, makabila matatu yakiwa upande ya kaskazini, makabila matatu yakiwa upande wa kusini, makabila matatu yakiwa upande wa magharibi, na matatu yakiwa upande wa mashariki. Ndiyo maana aliitwa Mungu akitie katikati ya watu wake. Lakini sasa hivi Bwana ni Bwana akitie ndani ya watu wake. Maana sasa hivi sisi ni hekalu la Bwana, lakini kumbuka ya kuwa Bwana anakaa ndani yako kupitia Roho Mtakatifu. Sasa tuliona maagizo ya sanduku la agano, ambayo ni kiti cha rehema, ambayo iliwakilisha uwepo wa Mungu hapa duniani pale katikati ya wana wa Israeli. Lakini tukaona ya kuwa mahali patakatifu ndipo palipokuwa pamewekwa ile sanduku la agano ama kiti cha rehema. Lakini ni sanduku la agano tu lilikuwepo mahali patakatifu. Lakini ikawa imetenganishwa mahali patakatifu ikawa imetenganishwa na mahali patakatifu na pazia. Lakini upande wa mahali patakatifu, karibu na pazia inayoingia upande wa mahali patakatifu palikuwa na madhabahu ya uvumba ama madhabahu ya dhahabu, na upande wa kushoto ama magharibi ya mahali patakatifu palikuwa na kinara cha taya, na upande wa mashariki ama kulia palikuwa na ile meza ya mkate wa uonyesho. Lakini vyote hivyo vilivyopo mahali patakatifu vikiwa vimetengenezwa na mbao ya msita, lakini ikawa imepakwa dhahabu kote mzunguko. Sasa tukaona pia maagizo ya kutengenezwa ile ua la nje. Katika ua la nje tukaona ile birika ya shaba, na tukaona ile madhabahu ya shaba. Lakini tukaona pia vazi la kuhani mkuu katika ile sura 28, na tukaona pia maagizo katika sura 29 jinsi baada ya kukamilisha kazi hizo, jinsi ambayo hema ya makutano itakavyosimikwa, lakini pia jinsi kuhani mkuu Haruni
na watoto wake watakavyosimikwa pia. Lakini tunaona pia vitu vingine vinaonyeshwa na Mungu akitoa agizo katika ile sura 31 kuhusu Sabato, akisema ya kuwa Sabato itakuwa ni ishara ya ile agano ambayo anaidhibitisha ile agano aliyefanya na Ibrahim, na anaikamilisha sasa na uzao wa Ibrahim, taifa ambayo Mungu alimwahidi Ibrahim katika ile agano ya kuwa nitakufanya kuwa taifa kubwa. Sasa Israeli imeshakuwa taifa. Sasa Mungu anafanya agano nao, lakini kumbuka ya kuwa ishara wanayepewa ya kuwa itakuwa ni Sabato. Siku ya 7 watapumzika, na kama mtu akifanya kazi siku hiyo basi atakatiliwa mbali. Neno kukatiliwa mbali ilikuwa ina maana atauawa. Lakini walikuwa na uawaje? Walikuwa na uawa kwa kupigwa mawe. Kwa nini kupigwa mawe? Umejua kila kitu tunayoona kwenye Biblia ina maana yake. Kupigwa mawe, kupigwa mawe, kupigwa mawe. Kwa nini kupigwa mawe? Hiyo ndio iliyekuwa njia ya kumkatilia mtu mbali. Kumbuka ya kuwa kilichohitajika ni kwanza alikuwa anapelekwa mbele ya hakimu ambayo alikuwa ni kuhani mkuu. Lakini pindi atakapothibitisha, alikuwa anathibitishaje hukumu ya mtu? Kupitia kile kifuko. Kile kifuko ambao kilibeba mawe 12 ikiwakilisha kila kabila, na ndani yake palikuwa na vipande viwili vya mbao ama vya mawe inayoitwa Urim na Tumim. Zile mawe zilikuwa ni mawe za hukumu. Kama wewe ulifanya, yeye ataongea na wewe alafu atapiga kura. Anapojichanganya alafu inatoka. Ikitoka Tumim ina maana jambo hilo ni umefanya. Lakini ikitoka Urim ina maana hujafanya. So kinachofanyika baada ya hapo sasa, lazima wawepo mashahidi wawili ambao wanasimama kutoa ushahidi. Wakishapatikana wawili, ina maana hao wawili ndio watakayefanya nini? Watakee kuwa wa kwanza kuinua mawe na kufanya nini? Na kukupiga. Ndipo wengine wanainua mawe kupiga, maana wao kama umeonewa, basi na maana wanayekupiga kwanza hao ndio damu yako inakuwa juu yao. Lakini kama kweli ulitenda kosa na wao wameona, basi wao ndio wanasema kuwa nilimuona hata kama nikimpiga damu yake haipo juu yangu, maana ni kweli alitenda. Ndio maana Yesu alipoletewa yule mwanamke aliyekutwa kwenye uzinzi, Yesu alichofanya ni nini? Yesu aliita hao mashahidi, lakini aliwaita kwa njia ya ajabu. Akasema kwa vizuri, lakini sasa ajabu ilitakiwa wote awepo mwanaume na mwanamke, lakini wamemkuta lakini mwanaume hayupo. Ina maana ile kwanza ilikuwa ni uonevu. Lakini sasa akasema kwa vizuri, sijakataa na kubali, maana wamesema kwa Musa alitupa agizo ya kwa kama watu kama hawa tuwapige kwa mawe. Lakini akasema ni vizuri, lakini yule kati yenu ambayo hana dhambi ndio ayo wa kwanza kuchukua mawe na kumtupia. So ina maana waliyekuwa wanatupa mawe juu ya watu wa kwanza walikuwa ni mashahidi. Lakini mashahidi hao walikuwa ndio wametenda dhambi, ingawa wao hawajapatikana. Ama wao ni wanaume, sasa ni wanawake ndio wanayeonewa. Lakini ipo mifano ya watu ambao walipigwa kwa mawe kwenye Biblia. Akani tulimuona Yoshua sura ya 7, Akani akipigwa kwa mawe. Tulimuona pia Nabothi katika ile Wafalme wa kwanza sura ya 21, Nabothi naye akipigwa kwa mawe baada ya yule Jezebeli mke wa Ahabu akiinua mashahidi wawili wa uongo, na lengo ni mfalme Ahabu achukue shamba la mzabibu wa nani? Ya Nabothi. So watu wa Mungu, hiyo ilikuwa ni njia ya kutekeleza hukumu. Lakini hukumu gani? Hukumu ya mtu aliyetenda dhambi. Mtu aliyetenda dhambi hizo tutaziona kule mbele. Tutaziona hizo dhambi kwenye sura ya 19 mpaka 20 kitabu cha Mambo ya Walawi. Tutaona dhambi ambayo inatakiwa mtu apigwe kwa mawe. Dhambi ya kwanza ilikuwa mtu akikutwa anafanya kazi siku ya Sabato. Lakini pia kama mtu
alifanya nini? Alipiga mama yake na mtukana wazazi wake, ilitakiwa. Lakini pia mtu akikutwa kwenye uzinzi, na pia mtu akifanya mwanamke mjamzito ukaharibika, mtoto akafa. So hayo ni baadhi ya mambo ambayo yalitoa adhabu ya nini? Ya kupigwa kwa mawe. Lakini tunaona kabisa ya kuwa wanaambiwa kuwa siku hiyo ya Sabato hawatafanya kazi yoyote. Hiyo tunapata katika ile Kutoka 31. Hebu sasa tuende kwenye Kutoka sura 32, tuendelee kuona ya kuwa tayari sasa Mungu ameshamaliza maagizo yote aliyekuwa anampa Musa. Lakini sasa kumbuka ya kuwa Mungu sasa anataka kuchukua vipande vya mbao ili ampe Musa. Lakini kumbuka ya kuwa Yoshua anamsubiri Musa, lakini juu ya kilima kidogo, juu kidogo. Lakini chini kule tuone Aruni ambayo Musa akamsurprise, akamwambia kuwa enyi wazee 70 nyinyi mtabaki na Aruni na huku, lakini Aruni na Huri wataongoza. Kama kuna jambo lolote watu watamwaendea. Hebu turudi tuende kwa sura 32 tuone ya kuwa walipokuwa wamebaki Aruni na Huri na wale wazee 70, je, waliweza kuwatawala vizuri wale wa Israeli? Hebu twende. Hebu nisomee kwa jina la Yesu. Soma kwa jina la Yesu. Hata watu walipoona ya kuwa Musa amekawia kushuka katika mlima, wakakusanyana wakamwendea Haruni, wakamwambia, haya, katufanyizie miungu itakayokwenda mbele yetu, kwa maana Musa huyu aliyetutoa katika nchi ya Misri hatujui yaliyompata. Haruni akawaambia, zivunjeni pete za dhahabu zilizo katika masikio ya wake zenu na wana wenu na binti zenu, mkaniletee. Watu wote wakazivunja pete za dhahabu zilizo katika masikio yao, wakamletea Haruni. Akaipokea mikononi mwao, akaitengeneza kwa patasi, akaifanya iwe sanamu ya ndama kwa kuiyeyusha. Nao wakasema, hiyo ndiyo miungu ya Israeli iliyokutoa katika nchi ya Misri. Naye Haruni alipoona jambo hili, akajenga madhabahu mbele yake. Haruni akatangaza akasema, kesho itakuwa sikukuu kwa Bwana. Wakaondoka asubuhi na mapema, wakatoa dhabihu, wakaleta sadaka za amani. Watu wakaketi kula na kunywa, wakaondoka wakiwa. Bwana akamwambia Musa, haya, shuka, kwa maana watu wako uliowatoa katika nchi ya Misri wamejiharibu. Umeona sasa tayari kule chini inafika siku 40, lakini kule chini wanamwambia Haruni ya kuwa Bwana Musa haonekani, hatujui kilichompata. Sasa tutengenezee Mungu. Bila shaka watu hawa walishajiingiza katika ile kuabudu miungu wa Misri. Nilikwambia ya kuwa palikuwa na mungu ng'ombe Misri, alikuwa anaitwa Hathor, na pia alikuwepo huyu alikuwa ni ng'ombe jike, lakini ng'ombe dume alikuwa anaitwa Apis. So kumbuke ya kuwa tayari huyu alikuwa ni Mungu ambayo anajali afya zao. Ndio maana kinachofanya ni nini? Tayari wanamlazimisha awatengenezee Mungu, lakini Mungu ng'ombe. Amina. Ina maana hiyo tayari wamesharudi kwenye utamaduni na ibada za Kimisri. Lakini kwa sababu Haruni asingeweza kuwatawala watu wale, maana walikuwa ni watu wenye shingo ngumu, maana Musa mwenyewe ipo wakati walikuwa wanamkorofisha vibaya, mpaka Musa anajikuta anauliza Mungu ya kuwa nitunga mimba zao, maana walikuwa ni mzigo mkubwa sana. Watu wale walikuwa watu hatari mno, walikuwa watu wasioridhika, walikuwa watu wamekulia tabu, walikuwa watu wamezaliwa kwenye matatizo, ni watu ambao hawakuona mazuri, maana kizazi kile ni kizazi ambacho kimezaliwa kwenye kuteswa, kimeishi kwenye kuteswa, kimetoka kimateso. Sasa kinachofuata ilikuwa ni ngumu sana wao kukubaliana nao. Lakini Mungu anamwambia Musa ya kuwa shuka uone watu uliyefanya nini, sio mimi niliyewatoa. Sasa wanapotenda dhambi sasa ni watu ambao Mungu anawakana. Sasa watu ambao uliwatoa, watu wako uliyewatoa. Unapofanya kosa, wewe sio Mungu, unaweza kawa mchungaji wako. Unapoishi kinyume na Mungu, wewe sio Mungu, lakini unapoishi katika mapenzi ya Mungu, wewe unakuwa wa Mungu. Umeona sasa Mungu anamwambia kuwa watu wako uliyewatoa Misri. Lakini kumbuka ya kuwa kwenye sura 19 kitabu cha Kutoka hiyo Mungu anasema kuwa umeona jinsi nilivyompenda Misri, jinsi nilivyokutoa Misri kwa mbawa za tai.
nimekutoa. Lakini sasa nasema, hebu Musa, watu wako uliyewatoa wameshafanya nini? Wameshaniasi. Unapokuwa na kosa, wewe sio wa Mungu. Ndio maana kitakachokufanya uendelee kuwa wa Mungu milele ni kuishi maisha matakatifu na Mungu kutenda kazi ndani yako. Lakini ukitoka katika uwepo wa Mungu, wewe sio wa Mungu. Utakuwa mchungaji, utakuwa ndani wa shetani. Hebu tuende kwa jina la Yesu. Wamepotoka upesi wa kuiacha ile njia niliyowaamuru, wamejifanyizia ndama. Hebu ona ya kuwa dakika chache tu wameshajisahau. Wamepotoka upesi, ndio wameshajifanyizia ndama. Lakini hebu nikuulize, Musa akaacha wana kiongozi Haruni na Huri. Lakini tayari kumbuke ya kuwa Haruni alipotengeneza yule ng'ombe, akasema kuwa kesho ni siku ya nini? Kesho ni siku ya kumwabudu. Ina maana walimtolea nini? Walimtolea na sadaka, walimfanyia na ibada. Hebu twende taratibu tuone ya kuwa inakuaje. Wakaiabudu na kuitolea dhabihu, wakasema, hiyo ndio miungu yako Israeli leo kutoa katika nchi ya Misri. Tena Bwana akamwambia Musa, mimi nitawaona watu hawa, na tazama ni watu wenye shingo ngumu. Basi sasa niache ili hasira yangu ziwake juu yao niwaangamize, nami nitakufanya wewe kuwa uwe taifa kuu. Musa akamsihi sana Bwana Mungu wake na kusema, Bwana, kwa nini hasira zako kuwaka juu ya watu wako uliowaleta kutoka nchi ya Misri kwa uwezo mkuu na kwa mkono wenye nguvu? Kwa nini wa Misri wanene wakisema, amewatoa kwa kuwatenda uovu ili wapate kuwaua milimani na kuwaondoa watoke juu ya uso wa nchi? Geuka katika hasira yako kali, ugairi uovu huu ulio nao juu ya watu wako. Ukumbuke Ibrahimu na Isaka na Israeli watu wako. Hebu usikie jinsi Musa anavyoongea na Mungu. Mungu anasema kuwa ninakwenda kuangamiza watu hawa, lakini mimi nakwenda kukufanya wewe kuwa taifa kubwa. Hebu pata picha kuwa Mungu anataka kuangamiza wale watu 3,000,000, lakini anataka amuinulie nyumba. Ina maana Musa jinsi ambao aliangamiza watu wote duniani, alafu akaanza na Nuhu. Aliangamiza dunia yote na watu wote, lakini Nuhu na familia yake akasema, nitakuinua wewe, maana wewe ndio hujatenda dhambi. Lakini Musa anaambia kwa, kumbuka agano kati yako ya Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Kumbuka agano lako, alisema kuwa utawafanya kuwa taifa. Hawa ni watu wako, wameshatenda kosa, lakini Bwana ugairi mabaya hayo. Na Musa atafikia mpaka kumwambia ya kuwa basi ufanye nini? Ufute jina lako kwenye kitabu cha nini? Kwenye kitabu chako. Watu wa Mungu nasema hivi, hata agano la kale kitabu kilikuwepo, hata sasa hivi kitabu kipo. Jina lako je, unaitunza kwenye kitabu hicho? Kama agano la kale Musa alisema jina lake ifutwe, ya kwako umehakikisha ipo? Lazima tutunze majina yetu kwenye kitabu cha mbinguni. Maana watu wa Mungu, kuna watu wengi sana ambao wanadhani majina yao yapo, lakini hayapo. Jinsi jina lako lilivyoandikwa kwenye kitabu kile, yawezekana jina hilo likafutwa. Ingawa kuna dini fulani, kuna watu fulani wa imani wanaitwa wa Calvin, wao wanaamini kabisa kwa jina lako likishaandikwa moja kwa moja kwenye kitabu hicho hakiwezi kafutwa. Watu wa Mungu nasema hivi, inaweza ikafutwa kama usipoishi maisha matakatifu na kuendelea kudumu katika Bwana. Basi kinachofuata ni nini? Jina lako litafutwa, litaandikwa katika kitabu cha mauti. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Musa kama kiongozi hakufurahia tu yeye, hakujipendelea kwa Bwana, fanya hivyo Bwana, maana sio mbaya, maana mimi sitapoteza kitu. Nisipopoteza kitu na watoto wangu na mke wangu wapotezi kitu. Watu wa Mungu, tupende watu wengine. Umeona, pamoja na watu hao walikuwa ni mzigo kwake Musa, lakini Musa anaamua kufanya kitu kinachoitwa upatanisho. Aliyekuwa mpatanishi wa kwanza alikuwa ni Musa. Musa anaanza kupatanisha wana wa Israeli baada ya wao kutenda dhambi. Hiyo ndio upatanisho. Hebu tuone Mungu atafanya nini. Mkumbuke Ibrahimu na Isaka na Israeli watumishi wako ambao uliwaapia kwa nafsi yako na kuambia, nitazidisha kizazi chenu mfano wa nyota za mbinguni. Tena nchi hii yote niliyoinena nitakipa kizazi chenu, nao watairithi milele. Na Bwana akaugairi ule uovu aliyousema ya kwamba atawatenda watu wake.
Tayari Bwana anaigairi kwa sababu Musa pamoja hawezi kuongea. Mimi sio mwepesi wa kuongea, lakini hakuweza kuongea kwa wepesi na wanadamu. Lakini na Mungu alikuwa anaongea vizuri mno. Yawezekana hata kudharau ya kwa wewe huwezi kuongea, huwezi kujibu maswali vizuri. Lakini wanajuaje unapokuwa na Bwana? Wanapokuwa na Bwana wao wanajingatangata hawezi kusema. Lakini wewe je? Musa ananyosha maneno mpaka Mungu anagairi yale yote aliyesema kwa na waangamiza na kuinua wewe. Mungu anayagairi. Watu wa Mungu nasema hivyo, usijidharau. Mara nyingi wanadamu huangalia matokeo ya nje ya kuwa na uwezo ni, lakini kumbuka kwa Mungu hufanya kazi na mambo manyonge. Mimi nikiangalia Musa jinsi alipokuwa hata kuongea wezi, lakini mbele za Mungu Musa anatoa hoja nzito, sio mchezo. Hebu sikia, anamwanzia Mungu alipoanza kutafuta wana wa Israeli. Alianzia taifa la Israeli kumtoa Ibrahim kule Uru wa Kardayo. Anamtoa Ibrahim katika ibada za Kardayo kule. Anamtoa moja kwa moja, anamtenganisha na ndugu zake. Na moja kwa moja nchiani Tera anakufa kule na Arani. Na ndugu zake wanabaki kule, lakini yeye anaamua kuondoka na enda kwenye nchi asiyejua. Mungu anamwambia, ondoka uende kwenye nchi itakaye kuonyesha. Wewe inawezaje hapa wewe upande gari hapa usijui unaenda wapi? Ndio maana kweli mtu yule alikuwa mtu wa imani. Anatoka katika ndugu na jamaa zake, lakini hajui moja kwa moja anakwenda wapi. Akaenda. Bwana Mungu alipoanza bali na watu wao. So Musa anamrudisha Mungu mpaka kwenye asili ya mwanzo wa safari ya hilo taifa. Nasema hivi, ndio maana neno la Mungu nasema hivi, leteni hoja zenyu nzito tupate kuhojiana nanyi ili muweze kupata haki zenu. Umeona sasa wana wa Israeli wanapata haki zao pamoja na wamefanya dhambi ambayo walistahili kuangamizwa. Maana kumbuka ya kuwa kwenye sheria zile wameambiwaje? Usiabudu miungu mingine. Kwenye sheria wameshasomewa, lakini tayari wameshaabudu miungu mingine. Lakini sio siku nyingi, haijamaliza hata mwaka. Ina maana siku 40 tu tayari wameshasahau nini? Wameshasahau ile agano na Bwana na zile sheria ama amri ambao Mungu alisoma mbele zao, wakisikia kwa sauti zao. Tayari wamefanya nini? Wameshasahau. Wewe je, sasa hivi unasikia neno la Mungu? Je, neno hili bado litakuwa kama mbegu iliyepandwa ndani yako ambayo litaendelea kuota? Je, kesho bado itakuwa na nafasi katika maisha yako? Je, kesho kutwa je ina nafasi katika maisha ya watu wengine? Ama naona kwa kama wana wa Israeli ambao wamemsikia Mungu kabisa, kama wale wazee 70 wao wakamuona kabisa na mguu wake umesuguliwa kama shaba. Wanakula mlo mbele za Bwana, wanashuka, wanasahau. Wamekula na kumwona Mungu, lakini wanasahau. Nasema hivi watu wa Mungu, tusiwe wasaulifu. Tusiwe watu wanayeasimu. Mimi nasema hivi watu wa Mungu, ni vizuri sana tuwe makini, kwa sababu hayo yote ndio yaliyowagharimu. Tayari wameanza kupanda na watavuna, wataendelea hivi hatimaye jangwani kule watakuwa sasa hawaambiwi kitu. Hatimaye Mungu anasema kwa imetosha. Nyinyi si mnasema kwa mtakufa hapa jangwani, eti watoto wenu. Watoto hao mnayesema watakufa, hawatakufa. Hawa ndio nitakayewaingiza. Lakini nyinyi ambao mnasema mtakufa, nyinyi ndio mtakufa hapa. Geukeni. Mrudi. Tayari wameshafika kabisa, wanaona Kanaani hivi. Hijafika hata miaka 3. Hiyo ni karibu mwisho wa mwaka wa 2 tayari walipoanza safari. Maana sasa hivi tayari hapa huu ni mwaka wa kwanza unakuelekea kuisha. Tukifika sura 40 mwaka wa kwanza unaisha sasa. Tayari mwezi wa kwanza hema tayari inakuwa imeshakamilika kujengwa sasa. Wanaanza kufundishwa sasa. Anasinikwa Haruni, alafu anafundishwa tena mwaka mzima. Mwaka wa 2 sasa tunaanza sasa kitabu cha nini? Kitabu cha Hesabu sasa. Wanaondoka sasa. Ina maana katika mwaka wa 3 wale wangetakiwa wamefika Kanaani. Lakini kwa sababu walifanya mabaya yale, Mungu ageukeni, lakini wakakataa, wakaamua kwenda kuvamia Kanaani. Walidunduaje? Wakapigwa vibaya mno, wakauawa vibaya mno. Waliporudi wakageuka, hebu pata kwa wakaanza kuzunguka.
Mwaka 39 miaka 38 tulikuwa hapa tayari wamebaki anabaki Musa tu, Haruni na Kalebu. Wengine wote na Musa naye anaambiwa na wewe bwana weka sawa hapa, maana na wewe nao unabaki hapa uvuke. Nasema hivyo watu wa Mungu. Kuna watu wengi sana ambayo wao wenyewe wanajichelewesha. Kama kuna kitu ambayo ilituchelewesha watu wa Mungu kufikia hatima maisha yetu ni dhambi. Mimi nadhani Mungu anatuwazia mawazo mazuri. Umeona sasa hivi unaishi maisha matakatifu. Kila kitu unachofanya kwenye maisha yako, je, ni nyepesi sio nyepesi? Nyepesi kwa sababu umekaa katika ule mtiririko wa kimungu. Mungu atendi kazi na watu wanayetenda dhambi. Watu wa Mungu, tutaka kuwa rafiki wa Mungu, acha dhambi. Acha dhambi kabisa. Mara nyingi wewe unadhani ya kuwa mchungaji, mbona mimi sifanye uzinzi? Mbona mimi siendi kule kwenye vilabu hivi ya pombe na nini? Lakini dhambi ambayo inakamata watu wa Mungu ni dhambi za rohoni. Ni watu ambao wanauosama kabisa. Ukimwona mtu aliyeokoka hapa nje anacheka lakini ndani yaani hivyo ndivyo alivyo ndani, amekaa kisharishari huko kila anacheka lakini ndani anataka kila wakati ya kukabe akuwe. Na wasema hivyo watu wa Mungu. Huo ni ushetani moja kwa moja. Lazima tubadilike, vinginevyo watu wengi sana waendi mbinguni. Watu wengi waendi mbinguni wengi. Ni kwa sababu vigezo vya kwenda mbinguni ni matendo yako. Yesu akasema hivi, mtatambulika kwa nini? Kwa matunda. Ndio maana hata mimi yawezekana ukasema mchungaji, je, uchungaji wangu, je, ukiangalia matendo yangu, je, nastahili kuitwa mchungaji? Kwa sababu mimi kama ni mchungaji, basi ni kama Musa wa sasa hivi. Musa kila mtu alikuwa anamuiga. Musa alijenga hema ya makutano ya kawaida kabla hajajenga hii ambayo tunataka tunaona hii. Hii hema alikuwa anaiweka mbali kidogo na hema za watu. Lakini wana wa Israeli walikuwa wanatoka nje kwenye milango ya hema zao. Musa anapoenda pale kwenye ile hema, wanapoona ile wingu inavyofunika pale, na wao walikuwa wanaporomoka kwenye milango zao, wana vichwa vyao na uso chini. Musa alikuwa ni kitabu anachosomwa na wale wana wa Israeli. Sasa kama wewe umeokoka, wewe unatakiwa uwe ni kitabu unachosomwa na watu ambao hawajaokoka. Watu wa Mungu, kama kuna kitu ambacho ni kikwazo sana kwa watu kuokoka, ni tabia za watu waliookoka. Je, tabia zako zikoje? Je, wewe ni kama Mungu? Maana inatakiwa kama Mungu. Umeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Je, Mungu anawazia watu wote mema? Hata wale makahaba, hata yule aliyekuibia, hata yule aliyekudhulumu, wote hao Mungu anawazia mema. Lakini kama wewe unataka kuwa kama Mungu, basi unatakiwa uwaze kuwazia wale mabaya wako mema. Na ile amri mpya tuliyoachiwa kwenye ile kitabu cha Yohana sura ya 13 kuanzia mstari wa 36 mpaka na 9, ile amri mpya ni upendo. Lakini sio upendo hata upende yule mke wako, ni upendo ambao uanze kupenda yule anayetafuta maisha yako. Ni upendo kwa wote. Jinsi unavyopenda wale walio kwako, penda na wale wasio kwako. Na kama mnatoa, basi toa kana kwamba ni wewe ndio unayechukua. Umeamua kumnunulia mtu kitu, usimnunulie mataputapu. Kuna mtu bwana, chukua chakula hapo ule bwana. Hata bwana mpe 500, anajua kabisa pale yule mamtilie ya 500 anakuwekea ukoko. Mpe jeo. Hasa hapo wao wamekula first class, alafu yeye anampa mataputapu. Ndio maana mpende jirani yako kama unavyopenda nafsi yako. Kama unakula ya 5,000, naye mpe 1,000 tena zaidi ya 5, maana si zaidi unavyopenda nafsi yako. Hebu tuende kwa jina la Yesu. Basi Musa akageuka akashuka katika mlima, na zile mbao 2 za mawe mikononi mwake, mbao zilizoandikwa pande zote mbili, upande huu na upande huu ziliandikwa.
Na zile mbao zilikuwa kazi ya Mungu, nayo maandiko yalikuwa maandiko ya Mungu. Umeona? Mbao kazi ya Mungu, maandiko kazi ya Mungu. Lakini hivi vipande vya mbao Musa anakwenda kuzitupa chini na kuvunjike, na maana agano inakwenda kuharibika. Lakini hiyo agano Mungu anakwenda kuitengeneza na Musa kwenye sura 33-34, ambao sasa atafunga na Musa kwa niaba ya wana wa Israeli. Lakini kumbuka, akiagizwa tena na Mungu atengeneze vipande vya mbao. Vipande vya mbao sasa Mungu atatengeneza tena. Atatengeneza nani? Maana watu wa unajua kwa nini sheria zinatoka sheria ya Musa? Umeshajiuliza? Sheria hizo zilikuwa za Mungu, lakini baada ya zile za Mungu ambayo alitengeneza vipande vya mbao na akaandika, ile ilikuwa ni ile agano ambayo tumeona kwenye sura 24. Lakini Musa alipoitupa chini, zikapasuka. Agano hazikuwa za Mungu tena. Musa anaambiwa na Mungu, tengeneza vipande vya mbao, panda juu uje. So hizo sheria, amri, zikabakia kuitwa za nani? Za Musa. Za mwanzo zile zilikuwa za nani? Za Mungu. Maana vipande vya mbao anatengeneza Mungu. Kuandika, anaandika kwa kidole cha moto. Mungu anaandika. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo iweke kwenye mabano, tutakapokwenda kule mbele nitakukumbusha. Hebu twende. Yaliyochorwa katika zile mbao. Na Yoshua aliposikia kelele za watu walipokuwa wakipiga kelele, akamwambia Musa, kuna kelele ya vita maraguni. Hebu sikia kelele hizo. Kelele zinakuwepo mpaka kule juu. Kelele zipo mpaka kule juu. Lakini kumbuka, Musa alipotoka kule kwenye ile wingu kule juu, anaposhuka chini anamfikia Joshua. Na maana Joshua naye hakuwepo kule karibu na wale. Joshua alikuwa anamsubiri. Lakini hebu ona moyo aliyekuwa nao Joshua. Yeye mwenyewe mbona hakukata tamaa? Maana tayari yeye ndiye alikuwa peke yake juu ya kilima pale. Lakini siku 40 anamsubiri Musa. Watu wa Mungu, kila jambo kwenye maisha yako yanayomhusu Mungu inayo gharama yake. Watu wa Mungu wanapenda sana kutolipia gharama. Ndio maana watu wa Mungu wengi hawasomi Biblia, wengi hawafungi hata kufunga. Lakini pata picha, yawezekana hatuna uhakika, lakini Joshua hatujaonyeshwa alikuwa anakula. Joshua hakujua kama Musa atakaa siku ngapi? 40 kule. Lakini unajuaje kama Joshua naye alifunga? Ndio maana nasema hivyo, watu wa Mungu. Mapenzi ya Mungu saa nyingine unamsubiri Musa kule juu ya kilima, kama juu ya mlima kama Joshua alivyofanya. Lakini hujui. So ni bora tumuige Joshua, tusiwaige wale wana wa Israeli ambao wao wakakata tamaa haraka na wakamlazimisha Haruni afanye nini? Awatengenezee miungu. Watu wa Mungu, ni vizuri kuwa kama Joshua. Joshua katika uvumilivu. Lakini Joshua hata katika wakati walipokuwa pamoja na watu, aliyekuwa nakaa katika ile hema ambayo Musa alitengeneza, aliyekuwa nakutana na watu akiwasikiliza watu wale na matatizo yao, aliyekuwa nakaa pale katika mlango akilinda ile hema, alikuwa ni Joshua. Lakini palikuwa na nini kwenye hema pale? Kwa pengine wangekwenda kule. Musa hakuamini mpaka wale. Kwa nini ilindwe? Maana wakati hakuna hema, ilikuwa haijatengenezwa hii hema ya makutano ambayo ina vitu vya thamani. Lakini ilikuwa tu hema tu. Musa anakaa pale na Mungu uwepo wake unashuka pale, na Musa anakaa pale anapoadumia wana wa Israeli. Lakini hebu pata picha Joshua na Elia. Yamkini wangekwenda pale mabaya angepale, wanasema twende tuone huyu bwana ambaye Musa anatusumbua na akili kila siku. Wangeangamizwa. Na kila sabato Mungu, uwe kama Joshua. Ni vizuri wakati mwingine kuwa na tabia kama za Joshua. Uvumilivu na utii ni jambo nzuri sana ambayo inalipa. Wokovu pasipo uvumilivu na utii huwezi ukafika. Maana ipo changamoto. Huwezi ukaniambia kuwa hakuna siku ambao mlima ukutikisika Joshua akiwa pale juu. Lakini yuko peke yake. Lakini Joshua bado ni kijana. Akasema hiyo sio sauti ya watu wapigao kelele kwa sababu ya kushinda vitani, wala si sauti ya watu wapigao kelele kwa sababu ya kushindwa, bali kelele za watu hawaimbao ndivyo ninavyosikia mimi. Kwa maana Joshua yeye
hakujua kinachoendelea, lakini Musa tayari yeye kule Bwana ameshamwambia kuwa wale watu wako uliyewatoa Misri wameshaniacha, wameshageukia miungu mingine. Lakini tayari Musa yeye anajua, lakini Joshua anasema nasikia kelele kule za kama vita kwenye nani. Musa anamwambia hizo ni kelele za kuimba. Wanamwimbia nani? Wanamwimbia yule ndama, lakini unakuta kabisa wanachezea ndama, lakini hawakumchezea hata Bwana. Wewe bila shaka ulikuwa manjonjo kwenye hizi muziki ya dunia, lakini ni lini umemchezea Bwana? Hawakumchezea Bwana, walimchezea Bwana tu waliposhinda pale. Lakini sasa wanamrindimo vibaya mno kwa ajili ya yule ng'ombe. Mambo yasiyokuwa sahihi, watu wa Mungu, yanakuwa na mvuto sana. Mambo yasiyokuwa ya kimungu yanavuta watu sana. Jihadhari na mambo haya yasije yakakupotosha. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende. Hata alipoyakaribia marago, akaiona ile ndama na ile michezo, hasira ya Musa ikawaka, akazitupa zile mbao mikononi mwake, akazivunja chini ya mlima, akaitoa ile ndama. Tayari agano imevunjika, maana kumbuka ya kuwa vipande vya mbao vile vilikuwa ni udhibitisho ya nini? Ya agano. Tayari ina maana agano la kwanza inavunjika, lakini inamlazimu Mungu sasa asiwaruhusu wana wa Israeli kupanda juu tena kwenda kule. Ina maana atafunga agano na Musa. Ndio maana watu wa Mungu, kuna kitu kimejificha hapo. Anapofunga agano na Musa, lakini Musa ndiye ametengeneza vipande vile vya mbao. Ndio maana zile sheria zikaitwa sheria za nani? Sheria ya Musa. Maana zile za kwanza ambao vipande vya mbao vilitengenezwa na Mungu na maandishi ya Mungu, tayari Musa amezitupa, zimevunjika. Ina maana agano kati ya Mungu na wao. Lakini nakwenda kukuonyesha kwenye sura 33 pale ambapo Mungu atakuwa anafunga agano na Musa, lakini kwa niaba ya nani? Kwa niaba pia ya wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Akaitoa ile ndama walioifanya, akaichoma moto, akaisaga hata ikawa mavumbi, akainyunyuzia juu ya maji, akawanywesha wana wa Israeli. Musa akamwambia Haruni, watu hawa wamekufanya nini hata ukaleta dhambi hii kubwa juu yao? Haruni akasema, hasira ya Bwana wangu isiwake. Umeona? Haruni anaita mdogo wake nani? Hasira ya Bwana wangu isiwake juu yangu. Haruni pasipo Musa, Haruni hakukamilika. Kumbuka ya kuwa Haruni hakuwa anasema ya kwake. Haruni alikuwa anasema yale ambayo ameambiwa na Musa. Hakuna kile ambacho Haruni aliambia Farao ambayo kutoka kwa Musa na kutoka kwa Mungu. Hakuna kile ambacho Haruni aliwaambia wazee wa Israeli na wana wa Israeli pasipo kutoka kwa Musa na Musa kutoka kwa Mungu. Hasa kinachofanyika ni nini? Kinachofanyika watu wa Mungu, hata sisi pasipo neno la Bwana hatujakamilika. Unachokisema chochote lazima iwe na neno ambayo unajiambatanisha nayo. Uwe na tukio ambayo unaweza kufanya reference kwenye Biblia. Kumbuka Biblia hii imebeba maeneo yote ya maisha ya mwanadamu. Ndio maana ni vizuri unapojua Biblia yote. Ukijua Biblia yote, basi kinachofuata ni nini? Kumbuka ya kuwa eneo unayotaka kwenda kugusa lazima uwe na neno la Mungu ambayo umeiambatanisha naye. Ina maana sisi, watu wengi hawajui kama sisi ni kama Haruni. Haruni pasipo Musa hujakamilika. Wewe pasipo neno la Mungu hujakamilika. Kinachoweza kufanya ushinde, kinachoweza kukuongoza vizuri ili ufikie ile kuishi maisha matakatifu yanayompendeza Mungu ni Biblia. Ndio maana watu wa Mungu, usijitenge na Biblia. Biblia iwe sehemu ya maisha yako. Na ikiwezekana kila siku lazima usome Biblia. Usisome tu kwa ajili ya kusoma. Ipo hii dhana ya kusoma tu. Najua hata gazeti unasoma, hata vitabu vya story unavisoma. Tena unaweza ukasoma mpaka saa 8 usiku. Lakini Biblia usomi hata dakika 30. Watu wa Mungu, muda wa kusoma Biblia ni muda wa kwenda mbele za Bwana. Ndio maana kuna wakati mwingine hata hizi simu za mkononi siziaminika sana kwa kusoma Biblia, maana zinakufanya usome haraka. Unaposoma haraka ina maana unakaa mbele za Bwana kwa muda mfupi. Ndio maana mimi wakati wa kusoma Biblia haswa nasoma Biblia iliyoandikwa. Ina maana ninaposoma muda mrefu, mimi kusoma Biblia ni kuwepo mbele za nani? Kuwepo mbele za Bwana. Nawe kusoma Biblia iwe ni wakati wako wa kuwa mbele za Bwana. Ni muda gani unakuwa mbele za Bwana?
Kuna mtu mwingine hata dakika 10 haifiki anaposoma Biblia, lakini unakuta anaweza kukaa kwenye TV anaangalia tamthilia masaa mawili, lakini kusoma Biblia dakika 30 nyingi anachoka. Watu wa Mungu, jua kabisa kuwa chochote kinachohusiana na Mungu ukifanya lazima iwe na upinzani, lakini chochote unachokifanya kinachokuwa na upinzani, jifunze kuisoma ya kuwa ni jambo jema, lakini hebu kazana uende. Tumeona Joshua anaona Musa amekawia kule, lakini anakaa pale pale anasubiria kule mlimani. Musa anaporudi tayari tunaona Joshua anamwambia kuwa nasikia kelele za vita kule Maragoni ama kule kwenye kambi, lakini anaambia kuwa sio. Nasema hivyo watu wa Mungu. Je, neno la Mungu ipo ndani yako kiasi gani? Ukiulizwa sasa hivi utaje angalau yale ambayo unayajua unaweza? Na kumbuka yale ambao uwezi kuyasema, hayo usihesabu kama unajua. Imeandikwa, neno langu na liwe ndani yenu kwa wingi, na neno liwe nini? Neno liwe hai. Kuna neno iliyekufa na kuna neno iliyekuwa hai. Ina maana neno la Mungu unayeweza kuitamka, hiyo neno iliyekuwa nini? Hiyo neno iliye hai. Lakini neno la Mungu ambao unaiwazia kwanza imeandikwa, hiyo imekufa hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Sema neno la Mungu liwe ndani yangu kwa wingi, na neno liwe hai. Neno likiwa hai, watu wa Mungu, hata ndotoni utahitaji. Kuna wakati mwingine unakaa umebanwa sana ndotoni, alafu unasikia tunasema kwa jina la Yesu. Je, ukifanya kusema kwa jina la Yesu hawakuachii tena, wanapigwa. So neno linapokaa katika kinywa chako, tayari katika kinywa cha rohoni nayo pia neno linakaa. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unawajua watu hawa ya kuwa wamejielekeza kwa mabaya, maana waliniambia katufanyie miungu itakayo kwenda mbele yetu. Kwa maana mtu huyo Musa aliyetutoa katika nchi ya Misri hatujui yaliyompata. Nikawaambia, mtu yeyote aliye na dhahabu na ivunje. Basi wakanipa, nami nikaitupa ndani ya moto, akatoka ndama huyu. Hebu ona eti dhahabu inatupwa ndani ya moto, inatoka ndama. Lakini Musa nao kwa jeuri, Mungu wao huo akamsaga, Mungu akawa unga, akawekwa kwenye maji, wakanywa. Ina maana Mungu amemtafuna Mungu. Unajua kuna vitu vingine ambavyo vinachekesha. Mungu wako ukoje? Ukienda kwenye nyumba zingine unakuta eti mtu katengeneza chumba kabisa, pana miungu 300. Mungu mwenyewe unaweza kambeba kabisa kaondoka naye. Mungu tuwezetu. Unaondoka na Mungu. Mungu tuwezetu bwana. Mungu gani unaweza kambeba hivyo? Nyumba ikianza kuteketea hapo, Mungu mwenyewe anateketea. Unajua kuna vitu vingine shetani saa nyingine amepofusha watu macho. Sasa Musa nao akawashangaza. Musa akasema msageni. Wakapata unga, akachanganya na maji, akasema kila mtu alete kikombe. Wakabugia, akasema Mungu wenyu yuko wapi? Ni Mungu yupi huyu ambaye amekaa ndani ya tumbo sasa? Mungu ana hata uwezo wa kujiokoa. Mungu anaharibiwa. Je, we Mungu wako yukoje? Anaweza kasagwa Mungu wako akachanganywa na maji? Nasema watu wa Mungu, ni jinsi gani shetani ameteka fahamu za watu. Ni jinsi gani shetani amepofusha fahamu za watu. Ni kitu ambacho hahitaji mtu akufundishe ili ujue ya kuwa Mungu wetu ni yote katika yote. Anayo mamlaka yote, anayo uwezo. Lakini eti huyo Mungu wao ndama kwanza anabebwa. Je, we Mungu wako mpaka umtetee? Kuna wakati eti Mungu anatetewa. Ndio maana Joshua akasema, babake Joshua, si babake Joshua, babake Gideon, Yoashi akasema kuwa jamani, msiniulie mtoto. Kama kuhani huyo, kuhani ambaye anasema kama Bali ni Mungu, basi Bali nafanya nini? Na ajitetee. Yero Bali. Lakini Bali ya kujitetea, kuna wakati mwingine wewe unaabudu
eti umeshika kimsalaba unaita Mungu kwenye kifua. Ukimwacha hapa hawezi kutembea, anakaa hapo milele. Mungu gani huyo? Tujifunze watu wa Mungu. Hatusomi haya ili tufurahi, tunasoma haya ili tujifunze ya kuwa watu waliwahi kufanya hayo. Yapo watu ambao walifanya mambo kama hayo, lakini waliishia pabaya. Hebu twende tuone. Basi Musa alipoona ya kuwa watu hawa wameasi, maana Haruni amewaacha waasi ili wawe dhihaka kati ya adui zao, ndipo Musa akasimama katika mlango wa marago akasema, mtu awaye yote aliye upande wa Bwana na aje kwangu. Wana wa Lawi wote wakakusanyikia. Akawaambia, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, kila mtu najifunge upanga wake pajani mwake, akapite huko na huko toka mlango hata mlango kati ya marago. Mkamchinje kila mtu ndugu yake, na kila mtu mwenziwe, na kila mtu jirani yake. Na hao wana wa Lawi wakafanya kama vile alivyosema Musa. Wakaanguka siku ile kama watu 3,000. Musa akasema, jiwekeni wakfu kwa Bwana leo, maana kila mtu juu ya mwanawe na juu ya ndugu yake, ili awape baraka leo. Umeona sasa? Tunaona ya kuwa Musa anasimama kwenye marago. Marago ilikuwa ni nini? Marago ilikuwa ni kambi. Umesikia kuna andiko inasema hivi, asionekane mtu mchawi kati yenu, ama mtu mwenye pepo, maana mtu huyo atatolewa nje ya marago, naye atapigwa kwa mawe mpaka kufa. Ina maana mtu huyo, kinachofanyika, hakuwa anaruhusiwa mtu kupigwa kwa mawe ndani ya kambi pale walipo. Na hata kama mtu ana ukoma, hakutakiwa kae ndani pale. Alikuwa anatolewa nje ya kambi ama nje ya marago, anakaa kule siku 7. So kinachofanyika, Musa akasimama kwenye mlango wa marago akasema kuwa kama aliyopo upande wa Bwana na jiunge nani. Lakini Walawi wote, ina maana mpaka na Haruni alijiunga naye. Hapo ilikuwa wakati huo bado palikuwa hajawepo mkuhani ambao wanatoka kwa Haruni. Ina maana wote wakina Haruni wakina Musa wote walikuwa ni wana wa Lawi. So Walawi wote wakaungana naye. Lakini kumbuka Walawi wanalana. Ukisoma kwenye Mwanzo sura 49 kuanzia mstari wa 5 mpaka wa 9, Simeoni na Lawi, maana wao upanga wao ulimwaga damu wakati sio wa vita, tayari Yakobo akawaambia hivi, wala sitaungana na hasira ya nini? Ya ghadhabu ama hasira ya upanga wao, nao nitawatawanya. Ina maana wana Walawi tayari walikuwa na laana. Lakini siku hiyo Walawi wakamrudia Bwana, na wao ndio wakapita katikati ya watu, wakaua watu 3,000. Na Bwana akapendezwa na jambo hilo, akasema, kuanzia leo nitawatakaza, nitawafanya mtakuwa wa kwangu. Ndio maana tayari pale ndio wakabadilisha ile laana yao ikawa ni baraka. Yawezekana wewe ulilaaniwa, yawezekana umetembea katika laana miaka mingi, lakini unaweza kuwa kama Walawi ambayo walibadilisha laana yao ikawa ni baraka ya kudumu kwao. Yawezekana wewe neno la Mungu ukalipokea vizuri, ukaliweka kwenye matumizi, na ukabadilisha ile laana iliyotafuna maisha yako. Laana hiyo ikageuka na ikawa ni baraka. Wewe mwenyewe ukawa ni baraka kwa watu. Walawi wakawa ni baraka sasa, maana wao wakatumika kwenye hema ya Bwana. Lakini kumbuka ya kuwa kutolewa kwa sheria ama kwa zile amri, tayari watu wanapoteza maisha yao, watu 1,000 ngapi? 3,000. Lakini hiyo ilikuwa ni siku ya 50. Siku ya 50 hiyo, kumbuka ya kuwa inawakilisha siku ya 50 baada ya Pasaka, kufa kwa Yesu. Ina maana kinachotokea ni nini? Ina maana hii siku ambao watu 3,000 wanakufa inawakilisha ile siku ya Pentecostal ambayo watu 3,000 walimpa Yesu nini? Maisha yake yao pale ambapo Petro aliwahubiria. Nasema hivi watu wa Mungu, haijalishi wewe una kasoro namna gani, haijalishi wewe una matatizo namna gani, lakini hatima yako iko mkononi mwako. Hatima ya wana wa Lawi ilikuwa mikononi mwao. Maana kumbuka ya kuwa walikuwa wanasubiria wao kutawanywa katika ule urithi ambao ni nchi ya Kanaani. Eti wao walishahakikishiwa ya kuwa wao hawatakuwa na nini? Hawatakuwa na urithi hata moja.
Na nafasi yao tayari ilishapewa. Nafasi yao ilishapewa nani? Nafasi yao tayari ilishapewa Efraim na Manase. Yawezekana nafasi yao wameshapewa ndugu yako. Yawezekana nafasi yako alishapewa mtu mwingine na mganga. Yawezekana nafasi yako shetani alishampa mtu mwingine. Lakini kuna uwezekano wa kupitia hii neno takatifu ikakubadilisha na ikakufanya tena zile baraka zako zikaja kwako. Baraka zije kwako kwa jina la Yesu. Amen. Baraka zako zirejee tena kwa damu ya Yesu. Amen. Hebu twende. Hata asubuhi yake Musa akamwambia watu, nimetenda dhambi kuu, na sasa nitakwenda juu kwa Bwana, labda nitafanya upatanisho kwa ajili ya dhambi yenu. Musa akarejea kwa Bwana akasema, watu hawa wametenda dhambi kuu. Umeona, Musa anaenda kwa Bwana. Nimependa jambo hilo, neno hilo. Musa kukata tamaa akasema sasa Bwana ndio watu ambao Bwana alituma tayari ndio wameshafanya hivi. Akaenda kwa Bwana, Bwana watu hawa Bwana wametenda dhambi Bwana. Ona jinsi alivyokuwa rafiki wa Mungu. Tujenge ukaribu na Mungu ya kuweza kumwendea, maana rafiki yako unaweza kumwendea muda wote. Musa anamwendea Bwana. Anaanza kama rafiki. Watu hao wamefanya dhambi. Ni mtu ambaye anamwendea rafiki yake. Mungu ni rafiki yako, mtu wa Mungu. Mungu ni baba yako. Usiogope kwenda mbele za Bwana. Nenda mbele za baba yako ukiwa na imani kabisa. Musa akuogopa kwenda mbele za Bwana. Maana wanaogopa kwenda mbele za Bwana ni wale ambao wana dhambi naye wa hukumu. Mwenye dhambi ukimbia hata pasipo kufanya nini? Musa alikuwa na kila sababu ya kujisikia huru anapokwenda mbele za Mungu. Maana yeye hakuwa na dhambi, hakutenda dhambi. Kitakachokufanya wewe usiogope uso wa Bwana ama uwepo wa Bwana ni kutokuwa na dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini utakapokuwa na dhambi, hata mchungaji mwenyewe utamuogopa kupokea simu yake. Halo mchungaji. Unapiga mahesabu ya kupokea simu ya mchungaji. Ukiwa mwenye dhambi, hata mtu akipiga simu kwenye gari, Bwana Yesu asifiwe. Sikusikii vizuri. Unaogopa kusema Bwana Yesu asifiwe kwenye gari. Maana una dhambi. Tangaza msimamo. Amepigia simu mtu kwenye gari, sema Bwana asifiwe. Watu wote washangaa, jina la Bwana libarikiwe tena hapa kwenye gari. Lakini wewe unapokwepa, unapokimbia pasipo kukimbizwa dhambi. Dhambi ndio ukimbiza mtu pasipo kukimbizwa. Lakini nasema hivi, tunaweza tukajitenga mbali na dhambi. Tunaweza tukakaa mbali na dhambi. Tunaweza tukaishi maisha. Kuna watu waliishi, Yesu mwenyewe aliishi akiwa hapa duniani. Lakini huyo Yesu yupo ndani yako. Yesu ni neno. Yesu yuko pamoja nawe. Tena kwa sasa hivi yuko pamoja nawe kila uendapo. Wewe si kila unakotembea, si kwenye kipima joto chako mwanamama sipanakupo na Biblia. Baba, briefcase yako sinakuwa na Biblia. Kama neno ni Yesu, je? Hauko pamoja na Yesu? Kama uko pamoja naye, basi ishi maisha matakatifu. Uwe na hofu kutotenda mabaya, maana anakuona. Vinginevyo utakuwa kama Adamu na Hawa ambao wakisikia tu Bwana tu akikohoa kidogo wameshaingia mitini. Wamejifanyia miungu ya dhahabu. Walakini sasa ikiwa utawasamehe dhambi yao, na kama sivyo unifute na kusihi katika kitabu chako. Hebu sikia, eti wamejifanyia miungu ya dhahabu. Lakini kama hautawasamehe, kumbuka anaposema kama hautawasamehe, basi ninakusihi. Ninakusihi. Si eti kama huwezi kuwasamehe basi mimi nifute. Kama huwezi kuwasamehe basi ninakubembeleza. Anabembeleza na kubembeleza kufutwa. Kama huyu mtu alikuwa ni mpole, huyu mtu alikuwa ni mtifu, huyu mtu alikuwa ni mnyenyekevu, huyu mtu alikuwa na heshima zote. Hebu ona, eti kufutwa na jina lake na kusihi kama hutawasamehe. Wamejitengenezea miungu ya dhahabu. Lakini kama hutawasamehe, ninakusihi unifute jina langu. Heshima sio heshima. Unaendaje mbele za Bwana? Wengine wanamwendea Mungu kana kwamba wanamwendea yule adui. Baba, kwaje? Mimi ndio yote nipate Baba. Haiwezekani Baba. Wewe heshima gani hiyo?
haiwezekani nipate mimi. Mwingine analia na kulia, Mungu anakuangalia. Eti aliyekufundisha anasema kwa wewe nenda tu unalia. Umeshagafilika, Mungu anakusikiliza saa ngapi? Musa pamoja, jambo la Mungu kutowasamehe wale kweli itamkera. Lakini anamwambia Bwana kuwa ndio wamefanya dhambi Bwana, lakini kama huwezi ukawasamehe, basi ninakuomba. Tambua kuwa unayeenda kwake ni aliyefanya vitu vyote. Ni Mungu. Ni Mungu katika miungu. Ni Baba katika mababa. Ni mfalme katika wafalme. Ungemwendea mfalme ungeendaje? Watu hao walivyokuwa wanaenda mbele za wafalme, wanaoishi, unapiga na magoti, uishi milele mfalme. Uko mbele za Mungu Epafra. Ndio maana mimi nashangaa. Mimi nikikuona tu jinsi ulivyokaa unavyoongea na Mungu na kuangalia, nasema hapa hamna kitu. Lazima turudi katika ili jambo la watu wangu walioitwa kwa jina langu wakijinyenyekesha mbele yangu na kuomba na kuacha njia zao mbaya na kutafuta uso wangu, hapo ndipo nami nitawasikia kutoka mbinguni makao yangu ya kudumu na kuwasamehe maovu yao yote na kuponya nchi yao. Mungu atakuponyaje kama unyenyekevu hamna, utiifu hamna? Musa kweli alikuwa na kila sababu ya kuwa rafiki wa Mungu. Hebu kwenye Biblia tutaangalia kila mtu alikuwa anaongeaje na Mungu. Angalia jinsi Yesu alivyokuwa anaongea na Mungu Baba yake. Heshima ilikuwepo haikuwepo? Wewe je, unapokwenda mbele za Mungu heshima iko wapi? Tuache hizi bwana bla bla kurukaruka tunapokwenda mbele za Mungu. Turudishe heshima. Hebu tuende. Bwana akamwambia Musa, mtu yeyote aliyetenda dhambi ndiye nitakayemfuta katika kitabu changu. Basi sasa uende ukaongoze watu hawa mpaka mahali pale ambapo nimekuambia. Umeona, Mungu ameshakubali, lakini anamwambia Musa hivi, wewe sina sababu ya kukufuta wewe kwenye kitabu changu, maana wewe unapendezwa. Napendezwa na wewe, lakini ni yule mtu ambaye ametenda dhambi. Hii iwe ni onyo kwako. Mtu anayetenda dhambi hata kama umeokoka, hawa watu tayari Mungu ameshafunga nao agano, ameshawaahidi kuwa nyinyi ni watu wangu, wameshakubali kumfuata Bwana. Lakini Bwana anasema kuwa mtu yeyote anayetenda dhambi, yeye atafuta jina lake, na hata wewe jina lako limeandikwa kwenye kitabu cha Mungu. Lakini ukitenda dhambi, umesikia? Mtu yote atendaye dhambi ndiye nitakayefuta jina lake. Haijalishi ya kuwa umeokoka miaka mingapi, ukiendelea kutenda dhambi, jina lako linafutwa kwenye kitabu cha Mungu. Ipigie mstari, piga mstari kwenye andiko hilo, maana itakuwa ni kumbukumbu kwako ya kuwa hata wewe usijihakikishie kuwa mbinguni kama bado unaanguka kwenye kutenda dhambi. Maana ukiendelea kutenda dhambi hivyo, basi jina lako litafutwa kwa jina la Yesu. Mimi nataka ya kwangu idumu pale. Mimi nataka ya kwangu ikae. Kumbe mtu anayetenda dhambi, jina lake Mungu hata kama aliandika. Wewe siku iliyokosa ulisema, Bwana, futa jina langu kwenye kitabu cha mauti, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Na Bwana kweli alifuta kwenye kitabu cha mauti, kitabu cha shetani, akaandika kwenye kitabu cha uzima. Lakini je, unaitunza jina lako? Ni wale watakayetunza majina yao mpaka mwisho, watakayevumilia mpaka mwisho. Yesu anasema wao ndio watakayeokolewa. Watakayeokolewa na nini? Na ile adha na mabaya yale yajayo. Tazama, malaika wangu atakutangulia, pamoja na hayo siku nitakayowajilia nitawapatiliza kwa ajili ya dhambi yao. Bwana akawapiga hao watu kwa walivyoifanya ile ndama ambayo Haruni aliifanya. Bwana Yesu asifiwe. Tayari maana kuwa Bwana akawapiga. Kuna wakati mwingine watu umejua, kuna wakati mwingine unaweza kawa unalaumu wanadamu wenzako, majirani, watu waliopo karibu ya kuwa ndio wanakupiga. Kuna wakati mwingine hata Bwana anaanza kukupiga. Kama Bwana aliwahi kupiga watu hapo kwenye Biblia. Lakini watu gani? Watu waliotenda dhambi. Lakini kumbuka, watu hao je, hawakuwa popular? Walikuwa ni wa Mungu.
walikuwa ni kitu cha thamani kwa Bwana, lakini walipotenda dhambi wakaabudu ndama, tayari Mungu hakusita kupitisha adhabu. Bwana Yesu asifiwe. Adhabu ipo, hukumu inakuja, na adhabu ni kwa ajili ya kufanya mtu akae vizuri. Hukumu itakapopita, watu wa Mungu, hapo kama hukumu ikitoka ya kuwa wewe ndio basi, hapa hapata kuwa tena kuwa na nafasi tena, lakini adhabu inaweza ikapita ili ukae vizuri. Nasema hivyo, watu wa Mungu, tujifunze kwa hao watu. Ni dakika chache wanasahau. Wapo watu wengi sana ambayo sasa hivi yuko mbele za Bwana, Bwana nisaidie, Bwana nakusaidia, leo umeshasahau, unafanya mabaya. Baba ukinifanyia hivi nitafanya hivi. Ameshafanya, umeshasahau. Usifanye Mungu kama mwanadamu. Tambua ukuu wa Mungu. Musa alitambua ukuu wa Mungu, maana yeye alikuwa anaongea naye. Umejua, tukifanikiwa kumjua Mungu, bila shaka tutamheshimu Mungu inapotakiwa. Lakini kumheshimu Mungu iwe ni jambo la kwanza. Kumtii Bwana iwe jambo la kwanza. Kunyenyekesha mbele za Bwana iwe ni jambo la kwanza. Hata kwenye maombi yako, chochote kinachohusu Mungu, onyesha heshima. Mheshimu Mungu kwa kila jambo. Unapoongea na Bwana, unaongeaje? Je, maombi yako yanadhihirisha heshima kwa Mungu? Pale picha Musa anasema kwa Bwana. Umeona, anaenda kama mtu anayemwendea rafiki yake. Watu hao wamefanya dhambi. Wameabudu, wametengeneza miungu ya dhahabu. Lakini Bwana, kama hautawasamehe, basi ninakusihi ufute jina langu kwenye kitabu chako. Heshima si heshima. Lazima maombi yetu tunapomuaddress Baba yetu wa mbinguni iwe na heshima. Bwana Yesu asifiwe. Leo unapokwenda mbele za Bwana, na siku yote uendapo mbele za Bwana, bila shaka watu wake wote walioitwa lazima wajinyenyekeshe mbele yake. Lazima turudishe kule unyenyekevu mbele za Bwana. Tunawanyenyekezea viongozi kila siku, watu wa Mungu. Mbunge akija unataka mpaka upige na magoti, maana amekuletea kasukari. Ndiyo mheshimiwa. Hii ni maisha hata Mungu, umemsifia Mungu kwa yeye ni yote katika yote. Watu wa Mungu, lazima tubadilike. Hiyo roho ya ujeuri ya kishetani ambayo imejaa watu itoke. Imejaa watu mpaka kwenye maombi, mpaka kwenye kusoma Biblia. Turudi kule tulikotoka. Na mimi nasema kila mmoja atafikia hatima maisha yake, na mwaka huu utamuona mkono wa Bwana. Amen. Wewe umepakwa mafuta kama Bezalel na Aholia. Wote hao walikuwa watu ambao hawajasoma chochote, lakini Bwana alipowatia roho yake wakafanya mambo makubwa. Mungu anataka kufanya mambo makubwa, lakini kwanza ni nani Mungu anamtia mafuta? Ni nani Mungu anamjaza roho yake? Ni nani Mungu anamkabidhi kazi yake? Kuna heshima. Kama kuna swali nataka niombe, mtu wa Mungu, nataka nimshukuru Mungu, alafu niombe Mungu aondoe hizo roho za jeuri, roho za kichwa ngumu, roho za kujitutumua, roho za kujiona. Hizo zote ni roho za kishetani. Nataka niombe Mungu akuepushie mbali ile heshima ambayo tumeona kwa Musa. Chochote unapoenda mbele za Bwana, lazima mtukuze Bwana na Bwana atukuke katika kila jambo. Nani mwenye nena maswali? Mimi nauliza hapa kwa Haruni. Haruni yeye baada ya kuambiwa kwamba tengeneze ndama, walazimisha kwamba wavue pete zao na hereni zao wamletee ili aweze kumtengeneza yule ndama. Kisha akamtengeneza. Lakini siku ya pili yake akatangaza, yaani yeye sasa akatangaza kwamba kesho kutakuwa na kusanyiko, yaani la kumshangilia huyo ndama. Sasa hapo nasema, yaani Haruni na yeye muda huo alishajiaminisha kwamba yule ndio ni Mungu, au inakuwaje basi? Bila shaka alipokubali tu na kumtengeneza ndama, tayari moja kwa moja Haruni imani ilishapotea pale. Imani ilishashuka.
na Yesu ndio kiongozi aliyemtengeneza, na yeye ndio kiongozi ambaye ameachwa, yeye na msaidizi wake akiwa ni Huri. So si lazima atangaze ibada sasa, maana Haruni si anajua Misri ibada walivyokuwa wanafanya. So bila shaka Yesu ndio kiongozi, yeye ndio kuhani. Lakini yeye kumbuka aliungana na wale Walawi ambao walienda upande wa Bwana na kuwa watu wengine wale 3,000. Lakini pia kumbuka ya kuwa naye alipeleka hoja mbele za Musa. Mjua ile ilikuwa ni msamaha aliyeomba. Akajenyenyekesha mbele za Musa. Lakini mbele kule watamteta Musa, lakini pia utaona tena Haruni akiwa na ile tabia kujinyenyekesha baada ya kutenda mabaya. Utaona tena hapo akijinyenyekesha akiomba Musa ya kuwa amuombee Miriam. Bwana Yesu asifiwe. Nani mwingine mwenye swali? Hapo Musa alipokuta wale wana wa Israeli yaani Haruni ameshatengenezea yule ndama, alipomponda afu alipochukua ile majivu ya yule yale unga wa yule ndama, akachanganya kwenye maji akawanywesha. Je, yaani aliwanywesha kama ni adhabu, yaani ulaana kumla yule Mungu, au ilikuwa ina maana gani? Bila shaka ile ilikuwa ni adhabu, lakini kumbuka ya kuwa Bwana aliwapigaje Waisraeli. Umeona hiyo sura ya 32 inapoisha, inaisha kuwa Bwana akawapiga Waisraeli. Of course waliuawa 3,000, lakini waliyepigwa kwa tauni ilikuwa ni kwa sababu ya kunyweshwa nini? Kunyweshwa maji ambayo yalichanganywa na vumbi ama unga ya yule ndama aliyesagwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia ilikuwa fundisha kuwa ni Mungu ambaye anaweza akashikwa alafu akasagwa tu, amekubali tu. Mungu anaruhusu tu asagwe tu, amenyamaza tu, ni sageni kabisa. Mungu wao mbona Musa alitaka kuonyesha Mungu asiyojitetea. Ni Mungu gani wasiyejitetea? Yawezekana wewe unamtumainia mwanadamu ama Mungu. Usitumainie fedha. Fedha sio kila kitu. Mwanadamu aweza kukusahau, mwanadamu aweza kukukana, lakini mtumainie Mungu aliye hai pamoja na Kristo, maana Kristo ni rafiki wa kweli ambaye hawezi kuacha siku yote. Bwana Yesu asifiwe. Nani mwingine? Mimi nauliza kuhusu Musa aswa vile vipande vya mbao. Vile vipande vya mbao vilikuwa ni mbao kabisa, au ilikuwa yani ni mawe labda yaliyochongwa? Yalikuwa ni mawe yaliyochongwa, ingawa aliyetengeneza mara ya pili Musa ilikuwa ni vipande vya mbao, lakini aliyetengeneza Mungu ilikuwa ni vipande vya mawe. Lakini Musa anapotengeneza anaambiwa atengeneze vipande vya mbao, lakini Mungu alitengeneza vipande vya mawe. Umeelewa? Na mwingine? Basi wacha nimshukuru Mungu. Baba, nashukuru jina lako na wema wako, utukufu wako Baba, juu ya watu wako Baba wa rehema, ambaye wamejifunga Baba wa rehema, wakiwa tayari kuendelea kujifunza neno lako. Na Baba, kiu yao ni kupata kujua neno lako. Baba, wamejifunza kutoka kwenye kitabu cha Kutoka sura 32. Wameona jinsi ambayo umesema ya kuwa mtu yule anayetenda dhambi ndiye utakayefuta jina lake katika kitabu chako. Baba, ninakusihi majina yao uendelee kuyatunza kwenye kitabu chako. Usifute majina yao kwenye kitabu chako. Kwanza uwawezeshe Baba wawe na uwezo wa kushinda dhambi, maana wanaweza yote katika wewe. Watie nguvu. Watie nguvu Baba. Uwajalie Baba kujua habari za ufalme wako, neno lako likikaa ndani yao kwa wingi. Maana imeandikwa, nanyi mtafahamu huo ukweli, nao huo ukweli tawaweka huru. Neno lako ni kweli Baba, huo ukweli iwaweke huru. Maana ni nani asemalo neno nalo likatimia Bwana asipoliagiza? Baba wa rehema, neno lako nalitimie katika nafsi, roho na mwili wa watakatifu wako.
Neno lako litimie Baba wa rehema katika mapenzi yako ndani ya maisha yao. Na Baba, warudishe katika asili yao, jinsi ulivyowaumba. Mwingine ulimuumbia biashara ndio iwe sehemu yake ya kutoka, mwingine kazi, mwingine ubunifu wa kila aina, mwingine Baba karama na huduma yake, mwingine Baba wa rehema muonekano wake, mwingine Baba wa rehema ni kusema kwake. Ninatukuza jina lako Baba, maana haya yote ambao watu wako wanasikia Baba, inakwenda kuwa na tija katika maisha yao. Ninafunga roho zote chafu, roho za hofu, roho za dhambi. Baba, shetani amekuwa akiwaletea Baba wa rehema dhambi, na wanajikuta wakijikua na kuanguka. Wape Baba uwezo wa kushinda dhambi. Adamu na Hawa waliyekuwa na uwezo wa kukuona wewe na kusikia sauti wako katika ulimwengu wa kawaida, dhambi iliwashinda. Lakini watu hawa Baba sio wao wanaishi, bali Kristo anaishi ndani yao. Na maana Kristo alishinda dhambi, basi Kristo na ashinde dhambi ndani yao. Neno lako Baba wa rehema ni Kristo, na neno lako ilifanya vyote. Neno liwaumbe tena upya, liumbe afya zao, muonekano wao, karama zao Baba wa rehema. Baba, uwezesho wao Baba wa rehema katika kila njia, iwaumbe tena upya. Baba, neno lako liwarudishe katika asili ya uumbaji. Neno liwatamie, neno Baba liwakarabati, neno liwalinde, neno Baba iwafanye wawe wabarikiwa, waingiapo na watokapo Baba waitwe wabarikiwa. Maana Baba, neno lako Baba ni hekima na maarifa, na hekima na maarifa ni silaha bora kuliko maombi. Natukuza jina lako, maana kuanzia leo hekima na maarifa itakuwa ni sehemu ya maisha yao. Nawe utawainua juu, nao ukiwafanya kuwa vyombo vyako vitakatifu Bwana, vitakavyoinua injili yako, vitakavyosimama mahali palipobomoka, ili Baba pajengwe tena upya. Kumbuka nchi yetu na taifa letu Baba wa rehema. Baba, kumbuka uchumi, kumbuka viongozi wetu, kumbuka Baba na hali ya hewa. Baba, mvua na ziendelee kunyesha za amani. Baba wa rehema, mbariki kila mmoja mmoja Baba Mtanzania. Na Baba, tunakutukuza maana hutasahau taifa la Israeli, maana wao ni mzabibu wa kweli, nasi ni mzabibu mwitu, nasi tumepandwa juu ya shina ya mzabibu wa kweli. Baba, kama ulitukumbuka sisi mzabibu mwitu, wakumbuke Baba Israeli mzabibu wa kweli. Na tunatukuza jina lako, maana mapenzi yako ni kuona wote wakifikia toba ya kweli. Nasi Baba wa rehema tunaungana na mapenzi yako ya kuona wote, hata wale wabaya wetu Baba wa rehema, tukiwaombea mema, na neema yako Baba ya wokovu iwafikie wao. Ninafunga nguvu ya shetani, nguvu ya Freemason, nguvu ya utawala wa giza inayetawala chaguzi zote. Kumbuka Baba nchi ya Kenya na uchaguzi wa mwaka wa mwezi wa 8. Tunafunga ila za adui shetani. Tunataka injili penye katika nchi ile, injili penye katika Afrika Mashariki, ipenye katika Afrika yote, ipenye katika mataifa yote. Na Baba, tunatukuza jina lako, maana injili ya kweli iliyokuwepo kwenye karne ya kwanza Baba, ambayo wanafunzi wa Yesu walivyoona umri wao umekwenda, Baba ukawapa hekima ya kuweka katika maandishi. Utufunulie Baba wa rehema katika maandishi waliyoandika, nasi tupate kuibeba na ikupeleka katika Baba karne zijazo na vizazi vijao, na katika jina la yeye aliyetukuka kuliko wote, na wote tuseme amen. Amen. Ubarikiwe sana wewe uliyefika, na karibu sana kwenye ibada. Kesho tutaanza mapema. Leta na mtu kwenye ibada, yale unayejua sema na watu wengine. Neno la Mungu isiyosemwa, isiyoongelewa, inakuwa ni imekufa. Neno liwe hai ndani yako. Basi ubarikiwe sana mtakatifu.